za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyango. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona Mungu akimkataa mfalme Sauli kuwa mfalme tena wa Israeli, ni kwa sababu ameenda kinyume na mapenzi yake. Wakati Mungu alikuwa ameweka kizazi na Waamaleki, na ameandika hadi katika vitabu vya ukumbusho ili vizazi viweze kusoma na kukumbuka. Hadi hiyo habari imehubiriwa masikioni mwa mtu anaitwa Joshua, ili akazidi kukumbusha generation ambayo inakuja. Na kumechaguliwa mfalme ambaye wanadamu walitaka, anaitwa Sauli. Mungu amemtuma katika mission aende kuangamiza watu wanaitwa Waamaleki, naye ameenda kule, ameanza kutamani vitu vyao. Amembakisha mfalme ambaye anaitwa Agagi, amebakisha ng'ombe na kondoo wazuri waliokuwa wamenona. Basi kwa sababu hiyo ndiyo mfalme akakataliwa na Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo mfalme Sauli alipoteuliwa na kumwagiwa mafuta, alifanya tu mapenzi ya Mungu kwa muda wa miaka 2 peke yake, ambapo alikuwa katika njia na mapenzi ya Mungu. Lakini hiyo miaka ingine 38 ni 38 ama 28 ambaye alitumika akiwa kama mfalme wa Israeli, alikuwa nje ya mapenzi ya Mungu, sababu alikuwa ameshakataliwa.